Bwana, dakika 90 zimeweza kutamatika tukimshuhudia mnyama Simba Sports Club dhidi ya Namungo wakiweza kuibuka na ushindi wa bao 3-1. Mchezo huo ambao umeshuhudiwa magoli ya Libase Geye, Aniset Oula na Eli Mpanzu, lakini pia kukiwa na madhaifu kadhaa ndani ya kikosi hicho. Kukosekana kwa mtu kama Nixon Kibabage hii leo kumeweza kuonesha pengo lake ndani ya kikosi hicho. Kwenye touchline tayari naye bwana Mbungo Junior kwenda kuangaza kile ambacho kimeweza kutokea katika mchezo huo, na tayari ni naye bwana Mbungo Junior. Simba Sports Club wanapata alama 3, gepu linapungua linakuwa alama 5 kabla ya Young Africans kucheza mchezo wake. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kunemesha neema kubwa na ndogo, kwa kuweza kutupa afya na kuweza kuangalia mchezo wa ligi kuu NBC, Simba Sports Club dhidi ya Namungo ya jijini Lindi Ruangwa. Ukiangalia mchezo ulikuwa ni mchezo wenye kupoza, mchezo ulikuwa wa upande mmoja wakati unaanza, lakini baadaye mchezo uligeuka ukawa mchezo wa pande zote mbili, lakini yote kwa yote Simba Sports ananufaika na mchezo wa leo. Tuwapongeze Simba Sports Club kwa kuweza kupata hizi alama ambayo ni alama muhimu sana kwao, kwa sababu ukiangalia baada ya mechi hii ya Simba anacheza leo, tunakwenda kwenye breki kupisha kombe la Muungano. Kwa hiyo tutakuwa visiwani Zanzibar kwenye kombe la Muungano. Kwa hiyo amekwenda kwenye breki akiwa na mwenendo mzuri ambao unakupa wewe morali wa kwenda kupambana mchezo ambao unatoka. Kwa sababu tukishatoka kwenye Muungano tunakuja moja kwa moja tarehe 3 mwezi wa 5 kwenda kucheza kwenye dabi ya Kariakoo, Young African Sports Club dhidi ya Simba Sports Club. Simba akiwa mwenyeji wa huo mchezo, hatujui mchezo anaupeleka wapi, lakini matokeo aliyopata leo yanapunguza gap la kutoka alama 8 zilizokuwa mwanzo na kulevo kwenye mchezo wa 19. Simba Sports Club anamkuta Yanga kwenye michezo 19 yote 19 ikiwa na gap la pointi 5 zimebaki. Hii unaona kabisa ni namna gani ambayo Simba Sports Club amepambana kwa kujitoa ili kupata matokeo ya leo, kwa sababu anajua kabisa mbele yake baada ya mchezo wa leo ni aina ya mchezo gani ambao anakwenda kucheza. Ni mchezo wa maamuzi dhidi ya Young African Sports Club dhidi ya Simba Sports Club. Sababu mchezo huo, endapo kama Young African Sports Club ataibuka mbabe kwenye mchezo huo, atampa Simba gap la pointi 5. Hii moja kwa moja itaashiria kwenye michezo ambayo iliyosalia. Nadhani mpaka hivi sasa takriban tuna michezo 11 iliyobaki. Kwa hiyo kama anapoteza Simba mchezo wa dabi, inabaki michezo 10, na Yanga ikitokea anapoteza kwenye mchezo huo, sawa, Simba inampa morali ya kuendelea kupambana, kwa sababu kama anaibuka mshindi kwenye mchezo huo zitabaki gap la pointi 2. Ukiangalia pointi 2, moja ambazo pointi ambazo zitamfanya Yanga kuwa na under pressure kwa endelea kwenye michezo ambayo iliyosalia. Sasa unajua mpira wa miguu ukiwa unakwenda kucheza michezo ambayo inakupa pressure, basi lolote linaweza likatokea, kwa sababu wachezaji mtachokuwa nyinyi mnapambana kuhakikisha kuipa matokeo timu yenu, lakini pressure ndio itawafanya ambaye sehemu ya kufanya hiki usifanye, sehemu ya sio kufanya hiki ukafanya. Ile ndio inapelekea dakika zinapotea, mwisho wa siku walau unaweza kuambulia alama sare au kupoteza mchezo. Kwa hususan timu kubwa kama Young African Sports Club inapotokea kwenda kwenye mchezo ambao anakwenda na pressure na timu ndogo unakuta hana cha kupoteza. Kwa hiyo yeye chochote, matokeo yote, sare kwake furaha, ushindi kwake ni furaha zaidi. Kwa hiyo unakuta yeye anakwenda kwenye michezo anaocheza na timu yote kubwa atakuwa ana furaha. Lakini yote kwa yote naamini kabisa kwa uweredi na ubora wa benchi la ufundi liliokopo sasa Young African Sports Club, uongezeka kwa Amorin kwenye benchi ikiongozwa na Pedro Gonçalves na makocha wengine wasaidizi ambao kwa pale, hususan benchi zima la ufundi nazungumza. Sawa, tukiangalia uwezo wa viongozi wa Young African Sports Club, naamini kwenye mchezo wa dabi Young African Sports Club tutaibuka washindi kwa kudura za Mwenyezi Mungu inshallah. Tunajua kwa imani tuliokuwa nayo kila mmoja mwana Yanga, mwananchi, tuiombee timu yetu kwenye mashindano ya Mapinduzi, tuiombee kwenye dabi ya Kariakoo tuweze kuibuka ushindi ili tushirikiane kwa pamoja kwenye ushindi wa 25-26. Mchezo wa Simba Sports leo ukiangalia dakika za mapema kabisa Simba Sports wanapata goli kupitia kwa Libase Geye. Sawa, goli la pili linafungwa na Innocent Oura, goli la shuti la mbali. Sawa, goli la tatu linafunga na kiungo ambaye mimi namhusudu, niwe mkweli, kama kuna kiungo ambaye Simba Sports Club mimi na Soro Jeyal namhusudu ni basi ni Eli Mpanzu Kibisawala. Ni uwezo anaocheza Simba Sports Club, sawa, si uwezo kabisa ambaye ninamfahamu mimi Eli Mpanzu. Sawa,
anakuja anachukua mpira kati ya mabeki ambao ukiangalia kati ya viungo wote mawinga wote wale wa Simba Sports Club. Unajua mpira kuna wakati hawa makocha wanaweza wakawa na kipenzi cha watu, alafu ukiangalia Elie Mpanzu hapa kati kuna namna ambazo zilipita basi yeye na viongozi na waajiri wake, yeye na benchi la ufundi, kwa hivyo vimepelekea mpaka sasa hivi kama amepoteza namba. Lakini kwangu mimi viungo, yani maingizo yote matatu wanayoona bora kwa sasa walioingiza dirisha dogo, kwangu mimi hakuna mchezaji yoyote ambaye anaweza kumweka nje Elie Mpanzu Kibisawala, hasa hususani kwa Alibase Igwe na Innocent Oula wala yule Uremba. Hakuna kwangu mimi ambaye anaweza kumweka nje Kibisawala. Goli safi kabisa, shuti la mbali safi, amechukua mabeki na mguu wa kulia ameiweka mguu wa kushoto, anatani anapiga shuti lilomfanya golikipa ashindwe kuiona na kuipa Simba Sports Club goli la 3. Kwangu mimi ni kiungo bora kwangu. Katika mchezo huo kuna tukio moja ambalo watu wanashindwa kulitafsiri, ni lile tukio la penalty ambapo wengine wanatafsiri kwamba ni hand to ball au ball to hand. Imekuwa na utata zaidi katika tukio hilo baada ya mashabiki kadhaa wa Msimbazi kwa kusema kwamba haikustahili kuwa ni penalty. Kwangu mimi ilikuwa penalty. Sawa? Yani unajua kuna nyakati kwanza isiye ikaonekana kila wakati baadhi ya timu moja kama ndio ina nani. Ukiangalia pale hata ukiwasikiliza wachambuzi, kati ya wachambuzi wawili pale wote yani wamekataa kwa ile sio mkwaju wa penalty. Sawa? Lakini wamesema sio mkwaju wa penalty ukiangalia mchezaji kama ameficha mikono. Lakini wanakiri kwa mpira kweli umekwenda mkononi. Kwangu ilikuwa penalty, mpira kweli ulikuwa umekwenda kwenye mkono na refa alikuwa ana uwezo wa kutoa penalty na hata simjaji, na hata kama angeona sio penalty asingetoa, kusingekuwa na jaji yote. Lakini kibaya kwetu sisi tulichokuwa nacho ni hawa wachambuzi wetu. Sawa? Kuna baadhi ya matukio na baadhi ya timu, yani kuna matukio kama haya yakifanyika kwa baadhi ya timu kwa wao sio, na matukio kama haya yakifanyika kwa baadhi ya timu kwa wao ndio. Hiki ndio kinachotusumbua, lakini kwangu mimi ilikuwa penalty. Refa ukiangalia mchezo wa leo, refa alikwenda nao vizuri kabisa. Hakuna sehemu yoyote ambayo, na hata ukiangalia hata wachambuzi wao wote, sehemu ambayo wanaenda kumhukumu yule refa ni kwenye hilo pigo la penalty ambayo ameadhibu. Kwangu mimi ilikuwa penalty sahihi na refa ametoa, kwangu ilikuwa kwenye usahihi. Unajua kanuni za mpira hivi sasa ziko tofauti. Sawa? Ziko tofauti na kila siku TFF misimu inapoisha huwa kuna baadhi ya kanuni huwa wanarekebisha. Shida inayotusumbua sisi washabiki na wapenda mpira na sio TFF, yani kiujumla ni soka kiujumla dunia nzima. Yani ni dunia nzima, kila msimu unapoisha kuna mapendekezo ya kanuni yanatakiwa kubadilika na kupendekeza mapendekezo mapya. Sasa shida yetu sisi wapenda mpira, yani sisi tunakariri sana kanuni zilizokuwa zimepita. Hatuna uhakika kama kanuni imebadilishwa sasa hivi inaendaje. Yani asilimia kwenda tunaupenda mpira lakini hatutaki kujua kanuni zake za mpira zikoje. Ndio shida inayotugharimu hivi sasa. Tunakwenda kwenye Kombe la Mapinduzi. Simba Sports Club anakwenda, Young African Sports Club anakwenda. Inshallah Young African Sports Club ni mabingwa watetezi kwenye Kombe la Muungano. Naamini kabisa tutakwenda kwenye kikosi kilichokuwa chote kama viongozi wetu waliotuahidi, kikosi chote cha Young African Sports Club. Kasoro wale wenye injury kitakuwa visiwani Zanzibar. Na imani kabisa Young African Sports Club tutakwenda kutoa burudani iliyokuwa kabambe kabisa na kule. Na ndugu zangu, naamini Simba Sports Club mradi Yanga anakwenda kikosi kamili, nanyi na waombeni njoni na kikosi kamili ili tuende tukawape burudani wana visiwani Zanzibar. Ndugu yangu, ukiangalia leo, unajua kwenye mechi iliyopita Yanga dhidi ya Mbeya City kulikuwa na makelele mengi sana, hususani makelele, baadhi ya watu walikwenda na kutafsiri kwa mpira wa Tanzania Young African Sports Club ananunua matokeo. Nitafurahi sana leo nikimuona wale wachambuzi ambao wanasema Yanga anunue, waje waichambue mechi hii alafu nayo waje watuambie hii mechi nayo ilikuwa na ununuzi au mechi hii nayo imeamuliwa kwa quality za wachezaji. Kama imeamuliwa kwa quality ya wachezaji, basi watatupa comment zao ili na sisi tunafuatilia mpira kesho na kesho kutwa ikitokea mechi za hivi tuweze kujua mechi hapa imenunuliwa na mechi hapa imeamuliwa kwa quality za wachezaji. Hasa hususani Oruma nitamfuatilia sana leo nione chambuzi yake dhidi ya hiki mechi ya leo. Ukiangalia leo unaiona kabisa mwanzo mechi ilifanyaje? Ilikuwa mechi ya upande mmoja. Kabla hii nadhani nilifanya interview nikakwambia kabisa. Yani leo kuna mechi ya Kurwa na Doto. Nilitegemea kabisa Mgunda asingeweza kuunyima furaha moyo wake eti na Mungu apate matokeo dhidi ya Simba au sare. Yani timu yake pendwa ipate matokeo. Au
au Kasim Majaliwa eti akubali kabisa Namungo ipate matokeo wakati timu yake pendwa Simba Sports ifungwe. Kwa hiyo matokeo ya leo mimi kabla ya mchezo niliyategemea kabisa Simba Sports Club dhidi ya Namungo, Simba anaibuka kidedea kwa alama 3. Mechi ya mipango zile bwana. Mechi ya mipango imeisha kimipango. Yote kwa yote Simba amepata alama 3 kwenye mipango ya nje ya uwanja. Bwana Mbungo Junior anamaliza namna hiyo juu ya mechi ya leo ambayo mnyama Simba ameweza kuondoka na alama 3. Hadi wakati mwingine, chao.